Kabla ya jukwaa, kabla ya makofi, kulikuwa na njaa, dharau na ndoto zilizotishiwa kufa. Hii si hadithi ya umaarufu, ni hadithi ya msanii anayekataa kukata tamaa. Usiku ulikuwa umetanda kimya kizito katika mtaa wa Mwembe Kivuli. Taa chache za barabarani zilikuwa zinawaka kwa kusuasua, kama vile nazo zilikuwa zimechoka na maisha ya kila siku. Ndani ya chumba kidogo cha kupanga, alikuwapo Juma, kijana wa miaka 26. Amekaa kwenye kiti cha plastiki, macho yake yakitazama dari lililochakaa. Juma alikuwa msanii wa muziki. Sio yule anayesikika redioni, wala yule mwenye mashabiki wengi mtandaoni, bali msanii wa ndoto. Ndoto ambazo zilimtesa kila usiku zikimwambia, usikate tamaa. Lakini maisha hayakuwa rahisi. Kodi ilikuwa imekaribia, simu yake ilikuwa na salio la shilingi 500, na producer aliyemwahidi kumrekodia wimbo alikaa kimya wiki 3 sasa. Kila alipofungua mlango wa chumba chake, macho yake yalikutana na nyumba ya jirani yake, Asha. Asha alikuwa mwanamke wa kawaida tu kwa macho ya watu, lakini kwa Juma alikuwa zaidi ya jirani. Alikuwa ni mwanga uliopenya gizani. Kila asubuhi alipokuwa akifua nguo au kufagia uwanja, Juma alihisi moyo wake kupigwa na upepo wa matumaini, lakini hakuwahi kumwambia chochote. Siku moja jioni, wakati Juma akijaribu kurekebisha betri ya redio yake ili asikilize biti mpya iliyotengeneza, alisikia sauti ya kilio upande wa pili wa uzio. Alisimama haraka. "Asha?" aliita kwa sauti ya tahadhari. Kilio kilikatika kidogo, kisha sauti ya kike ikajibu, "Ndiyo, ni mimi." Juma aliruka uzio mdogo uliokuwa unawatenganisha. Akamkuta Asha amekaa chini, uso umefunikwa na mikono. "Nini kimekutokea?" Juma aliuliza. Asha alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya kuvunjika, "Maisha yamenichoka Juma." Hapo ndipo Juma aligundua kuwa kila mtu ana mzigo wake. Asha alikuwa anafanya kazi ya dukani mchana, usiku akisoma kozi ya uhasibu, lakini mmiliki wa duka alikuwa akimnyanyasa na kodi ya chumba chake ilikuwa imeongezeka ghafla. Kuanzia siku hiyo, urafiki wao ulianza kwa undani zaidi. Walikuwa wanakaa nje usiku, wakizungumza chini ya mwanga wa taa za barabarani. Juma alimweleza ndoto yake ya kuwa msanii mkubwa, na Asha alimweleza ndoto yake ya kufungua ofisi yake ya uhasibu. Lakini ndoto peke yake hazitoshi. Siku zilivyoendelea, matatizo yalizidi. Juma alipigiwa simu na mwenye nyumba. Alitakiwa ahame kama hatalipa kodi ndani ya wiki moja. Asha alipoteza kazi dukani. Giza lilionekana kushinda mwanga. Usiku moja, Juma aliandika wimbo. Hakufikiria kuurekodi, aliandika tu kutoka moyoni. Wimbo ulizungumzia maisha ya kupanga, ndoto zilizochelewa, mapenzi ya kimya kimya na taa za jirani zinazotoa matumaini. Asha aliposikia wimbo ule kwa mara ya kwanza, machozi yalitoka. "Huu wimbo ni mimi," alisema. "Huu wimbo ni sisi," Juma akajibu. Kwa bahati, kijana mmoja aliyekuwa anaishi mtaa wa pili aliusikia wimbo huo kupitia simu ya Asha. Alikuwa content creator. Alimwomba Juma ruhusa kuuweka mtandaoni kama audio story ikichanganywa na simulizi ya maisha yao. Juma hakutarajia chochote, lakini ndani ya siku 3 wimbo ulianza kusambaa. Watu walihusiana na maneno, walilia, walituma comments, walishare. Producer yule yule aliyekuwa kimya alimpigia simu. "Juma, niko studio, njoo kesho." Maisha hayakubadilika siku moja, lakini mlango ulifunguka. Asha alipata internship kwenye kampuni ndogo ya uhasibu. Juma alianza kurekodi rasmi. Siku moja jioni, chini ya taa ile ile ya barabarani, Juma alisimama mbele ya Asha. "Asha, sijui kesho itakuwaje, lakini najua sitaki kuitembea peke yangu." Asha alitabasamu, macho yake yakimeta mwanga wa matumaini. "Hata mimi," alisema. Na hapo, chini ya mwanga wa taa za jirani, ndoto zilianza kuwa kweli. Si kwa sababu maisha yalikuwa rahisi, bali kwa sababu hawakuwa peke yao tena.